Ni halmashauri ya manispaa Kigoma Ujiji, kata ya Buhanda, mtaa wa Mgeo. Kata hii ina mitaa miwili, mtaa wa Masanga Lubabi na mtaa wa Mgeo. Mtaa huu wa Mgeo kwa muda mrefu ulikuwa hauna shule ya msingi, hivyo ikalazimu eneo iliyopo shule ya sekondari, shule iliyoanzishwa mwaka 2011, kupatikane eneo la kujenga shule ya msingi Mgeo. Eneo hili baada ya shule kujengwa, kumejengwa jengo lingine kama unavyoliona. Kwa macho unaweza fikiri ni jengo la shule. La hasha, huyo ni raia aitwaye Atanasi, ndiye mmiliki wa jengo hilo. Raia huyo aliyejenga eneo hili anadai aliuziwa na serikali ya mtaa na mheshimiwa mwenyekiti wa kata hiyo. Jambo hili lilimlazimu mkuu wa wilaya Mheshimiwa Rashidi Chuachua kufika eneo la tukio ili kuweza kujionea na kujua nini kilichojiri. Viongozi wa chama kata, mheshimiwa diwani na baadhi ya viongozi wa mkoa walikuwepo eneo hili sambamba na waandishi wa habari kushuhudia nini kilichotokea. Baada ya mkuu wa wilaya kuwasili, hiki ndicho kilichojiri. Tumsikilize. Kama wiki moja hivi iliyopita, wakati tuna safari ya kwenda Dodoma, nikapata malalamiko haya na niliwaagiza maafisa ardhi wa manispaa waje katika eneo hili. Malalamiko yalikuwa ni kuonekana kuibuka kwa nyumba ambayo inaonekana ipo kwenye eneo la shule. Kwa hivyo hatua niliyochukua ya kwanza ilikuwa ni kuwatuma watu wa halmashauri waje watembelee eneo hili na kuthibitisha kwamba nyumba hii inayojengwa iko nje ya eneo la shule ama iko ndani ya eneo la shule, ili tupate msingi wa kufanya uamuzi. Lakini niliagiza wenye viti wawepo pamoja na wajumbe wa serikali ya mtaa na walimu wa shule hii pamoja na wananchi wengine ambao wao wanafahamu pia mipaka ya eneo hili. Na kwa maana hiyo, kabla ya kufanya uamuzi kuhusiana na tukio lililojitokeza, nataka kupata taarifa kwanza, nijue nani anajenga hapa. Lakini nani anajenga hapa? Hakuja, si ndio? Yeah. Yeye anaitwa nani? Atanas. Aliuziwa tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka 2021. Kwa hiyo original anayo yeye. Tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka 2021. Si ndio? Hii shule imeanza mwaka gani kujengwa? Shule ya sekondari 2006. Okay. Na aliuziwa na nani? Na Aziz Ibrahim. Aziz Ibrahim ni nani? Ni wewe. Ambaye ndio mwenyekiti wa mtaa. Afisa ardhi, naomba maelezo kwamba eneo hili liko ndani ya shule ama liko nje ya shule baada ya kufanya vipimo. Baada ya afisa ardhi kuthibitisha kuwa jengo hilo liko eneo la shule, mwenyekiti ambaye ndiye muuzaji wa eneo hilo alikuwa na haya ya kusema mbele ya Mheshimiwa DC. Historia ambayo ilikuwepo hapo, eneo hili lilikuwa chini ya umiliki wa mzee mmoja anaitwa Mzee Musa Jumanne Kaigele, ambao mipaka hili eneo tulikuwa tunatumia sisi kuanzia kwenye bikoni pale kwenye mgazi na bikoni nyingine iko kwenye choo pale. Kwa hiyo na ndio na miongoni mwa mzee huyo ndio aliopanda miti hapo. Kwa hiyo historia hili eneo lilikuwa liko chini ya mamlaka ya wananchi ambao waliotoa ile eneo wakati tunaomba tujenge shule. Hizi alama zote ambazo huleta maafisa ardhi kipindi hicho sisi hatakuwa tumezitumia na hazikuwepo kwa sababu mwaka 2006 bahati nzuri mimi nilikuwa ni mjumbe wa kamati ya ujenzi wa shule hii Bwana sekondari. Na alama hizi ndo alama tuloziweka sisi ambayo ilikuwa inaenda mpaka eneo ambalo tumeacha sasa hivi kama sehemu ya soko.
Kwa hiyo kupitia hiyo ile eneo lilikuwa liko wazi, na kwa ukiangalia kwa alama hiyo hapo kupitia beacon ile pale na ile beacon ile eneo liko wazi. Lakini baadaye walipokuja maaskari wakasema kuna kevu ambayo imepita. Mimi binafsi ile kevu kutoka ile 2006 tunaandaa shule hii kwa ajili ya eneo hili, kutokana na wananchi haikuwepo. Kwa hiyo kimsingi wajumbe wa serikali ya mtaa, mwakilishi wa wajumbe Daniel Ernest Ndagije akawa na hili la kusema baada ya mkuu wa wilaya kumhoji, je, analijua na wameshiriki vipi katika uuzwaji wa eneo hili wao kama wasaidizi na kamati inayounda serikali ya mtaa wa Mgeo. Haya hapa majibu yake. Kuhusiana ile eneo. Yaani mwisho hii mipaka hii shule si tulikuwa tufahamu kwa kweli. na mlikuwa mjue kama ili ni ndani ya shule ama nje? Wala nilikuwa sijajua kama pameuzwa aidha pamenunuliwa, hapana. Ulikuwa unajua hapo ni ndani ya shule ama nje ya shule, ama ulikuwa hujui chochote? Hapa nilikuwa sijui chochote. Kama ni ndani ya shule ama nje ya shule. Maelekezo yaliyotolewa mwanzoni kwamba huyu asitop kujenga, wewe uliyasikia? Hapana, sikusikia. Mjumbe wa serikali mtaa gani alikuwa anajua kwamba hapa alishawahi kuzuiliwa kujenga? Binafsi yangu sifahamu. Nani anafahamu kwamba huyu mtu wakati anaanza alizuiliwa kujenga? Hatujui kwa kweli. Mimi binafsi sikufahamu kama aliwahi kuzuiliwa kujenga. Ndio. Amjue. Yeah. Na mtendaji wa kata ya Buhanda na yeye alikuwa na haya ya kueleza kuhusu mgogoro huo. Kwa tarehe 23 mwezi wa 3 2026 ndio tulimpa barua ya kusamishwa kujenga, lakini ilikuwa kwenye hatua gani? Ilikuwa bado kabisa, yani msingi. Alafu kikatokea nini? Baada ya hapo mtaja mtaa akaniambia kwamba wale watu wameendelea. Mtaja mtaa wangu akaniambia kwamba yule mtu uliompa barua akaendelea kujenga. Kwa tunaposana na polisi kata ili tutafute namna ya kuwasafisha, tukamuita anayejenga ofisini, tukaongea naye na diwani, tukamwambia kwamba ile eneo ina mgogoro, kwamba aache kwanza. Kwa hiyo akaendelea tena kujenga? Hapana. Tangu mmezuia hakuna aliendelea kujenga? Tulipozuia akaendelea. Tulipozuia akaendelea kama wiki hivi. Kwa maelekezo ya nani? Nilipewa na mtaji wa mtaa kwamba yeye anaendelea kujenga. Aliambiwa na nani kujenga wakati ninyi mlizuia? Niliambiwa ni kwamba mwenyekiti alimwambia yeye aendelee kujenga, maana mgogoro mpaka sasa hivi haujaonekana umeisha. Azizi, kwa nini ulimtaka huyo mtu aendelee kujenga wakati mamlaka halali ya serikali? Mheshimiwa Diwani akatoa maelekezo na kuna mchanga hapo ilibidi uchukuliwe ukarudishwa nyumbani. Alitoa maelekezo kwamba ile eneo lisimamishwe na lilikuwa limeshafika hatua hiyo. Barua ya mtendaji kuiona? Hapana, msikia. Tamko la mwisho mlikuwa kuniambia Mheshimiwa Diwani, tukaja naye mpaka hapa tukazuia mpaka hapo hatua zingine zikafikia. Sawa. Sasa mara baada ya viongozi wote kuzungumza mbele ya Mheshimiwa DC wa Manispaa ya Kigoma Ujiji, Rashid Chuachua alikuwa na haya ya kuzungumza. Umekuwa ukihangaika sana kutafuta support katika maeneo mbalimbali unayojua mwenyewe, mimi siyataji, ili upate kuondoka kwenye hii kadhia ya kuuza eneo la shule. Lakini mimi nataka nikuambie kwamba maamuzi ya serikali, hatutakubali maeneo ya serikali yamegwe na yauzwe. Na hii nawaeleza wenye vitu wote, niliwaita na leo narudia tena kwamba hatutakubali maeneo ya serikali yamegwe na yauzwe. Na kwa mamlaka nilionayo, kwa kuwa jambo hili litahitaji uchunguzi, ninakuondoa kwenye nafasi ya mwenyekiti kuanzia dakika hii. Lakini ninaelekeza mwanasheria wa halmashauri kupitia kwa mkurugenzi aangalie eneo hili na kupitia upya namna ya kufungua kesi kwa uvamizi kwenye eneo la shule. Lakini ninaelekeza zaidi kwamba aliyejenga nyumba hii akamatwe na aletwe ofisini kwangu anipe maelezo imekuwaje amenunua eneo la shule, kisha yafuate mashtaka pia dhidi yake kwa kujenga kwenye eneo la shule. Na katika kipindi hiki ninaelekeza pia TAKUKURU wafanye uchunguzi wa kuona imekuwaje mpaka eneo la shule linauzwa.
Sijui kama naeleweka vizuri. Na kwa maana hiyo kuanzia sasa hivi pia anaelekeza OCD ataondoka na Azizi mara moja kwa ajili ya kuangalia sasa taratibu za kipolisi zitakazofuatwa. Kwa wanaompenda watakwenda kumwekea dhamana ili hatimaye tumfikishe mahakamani. Nimeeleweka vizuri? Na kwa sababu hiyo, kwa kuwa serikali ya mtaa lazima iendelee, kuna mtu hapa amejitambulisha kama Daniel. Daniel yuko wapi? Maelekezo, Daniel utashika nafasi kwa muda, kukaimu nafasi ya serikali ya mtaa mpaka pale utakapopata maelekezo mengine kwa mujibu wa taratibu. Unanielewa vizuri eh? Mtendaji wa kata yuko wapi? Lisimamia hilo. Mtendaji wa mtaa lisimamia hilo. Kwa sasa utawajibika kwa mwenyekiti wako wa mtaa anayekaimu. Unanielewa vizuri eh? Ili shughuli za serikali ziende kama kawaida. Lakini nitoe wito, na natoa wito kwa sauti ambayo ni strong, kwamba isitokee mwenyekiti yoyote katika wenye viti wetu 68 akashiriki kwenye uzwaji wa ardhi na yeye akawa ndio muuzaji. Hana mamlaka hayo. Nimeeleweka vizuri eh? Mara baada ya maelekezo hayo ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya DC Rashidi Chuachua, sheria ilifuata mkondo wake. Aliyekuwa mwenyekiti wa mtaa maarufu kama Rusiga, mtaa wa Mgeo, alichukuliwa na polisi kuelekea kituoni kwa maelezo zaidi. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment Nzamba TV.